Metro Media TZ. Nenda YouTube, andika Metro Media TZ. Search pale, subscribe na kuwa mwanafamilia rasmi wa Metro Media TZ. Mimi naitwa TZ Don David Don aka Mr Newspaper. Ulete mpira. My brother. Baga ni. Tokyo kana nifunge kwanza fulana wake unajua unapoongelea Yanga maana yake unaongelea dubana kubwa. Ongelea jitu kwenye nchi Kufungwa anaweza Barcelona kapewa goli 4 na Sevilla pale. Kawaida. Kawaida tu. Ni baadhi ya watu tu hawajazoea mambo haya, wamezoea kila siku tunapomfunga Simba wanatarajia na kila tunakokwenda tutakuwa tunashinda tu. Hapana. Timu bingwa lazima ipite njia hizi ambazo Yanga anapita. Ni za kawaida sana. Uliona ile clip ya Ali ile? Airport alikabwa. Anakuambia tumefungwa lakini nimejisikia faraja. Kabisa siku na tumemwona Mai pale. Unapotoka kazini na hasira ukutana na mwenza wako lazima kidogo kwa hiyo ni kweli Kwanza nishukuru uongozi wa Yanga, nishukuru uongozi wa Yanga. Lakini pia nimshukuru tajiri Gharib Said Muhammad GSM. Huyu ni tajiri wa kweli she. So uongo. Huyu ni tajiri, sio tajiri wa uongo. Lazima utofautishe kati ya maisha ya tajiri na maisha ya mtu wa kuungaunga. Gharibu ni tajiri. Ametupa nafasi hii yeye kama tajiri kwenda kuisupport timu yetu bila kiingilio. Ni faraja kubwa sana kwetu. Nitakupa sababu. Kuna watu hesabu hapa wanaweza kutusaidia. Tatumia hata calculator. Kwenye huu mchezo Yanga hana faida yoyote anayohitaji zaidi ya kufuzu makundi. Yaani hata ingetokea kama kuna uwanja mwingine umejengwa karibu na mawingu nataka Yanga ikacheze ili ifuzu, sisi tungetoa gharama za kuitoa timu hapa kuipeleka huko ili tukafuzu makundi. Hayo mambo wanaongelea watu wa biashara, sijui ya kupata hela, si mashabiki kwa nini wanazoeshwa bure. Hatuhitaji sasa hivi. Tutaweza mashabiki la sio muda huu, sio muda wake. Mchizivunga wako wengi sana kwenye nchi sasa hivi. Wanasubiri Yanga atolewe makundi, wasiingie makundi la zungumzi. Kwa sasa hivi mwana Yanga kokote aliko, kwanza anatakiwa aunge mkono uongozi kwa kuja na maono makubwa kwa ajili ya kuendea huu mchezo. Huu mchezo umeshika hatima ya Yanga kimataifa kwenye status, sio tu kwenye msimu. Yaani Yanga yeye ikitokea imetolewa, maana yake tumeshusha status yetu zaidi ya 80%. Hiyo sio sema kuangalia milioni 100 tena. Yanga si milioni 100 sinanunua ng'ombe 10 tunakiza supu tunakula. Tukufanya tumeingiza watu 1550 kwa shilingi 5,000 tunapata shilingi ngapi? Toa makato ya uwanja, toa makato ya TFF unabakiwa na shilingi ngapi? Tukifuzu makundi tunaenda kupata shilingi ngapi? Kama issue ni hela tu. Hapa atafutwe hela shehe. Hapa anatafutwa Isaya akapotea. Kwa hiyo kuna baadhi ya Yanga wengine nao wasiojua maana mpira wa miguu wa Tanzania ni kitu gani. Nao wanakuwa mende kwenye jahazi. Wanachomwa pamba. Unajua pamba? Najua sana. Ambazo zinachomwa kwenye kama mashua. Kwa sababu hawajui, hawaelewi. Ukwamba Karafati wengine umetoka Lushoto hawezi kuelewa kabisa. Naambia lugha zile azijua tu wote. Hawajui, yani hapa kuna kitu kikubwa kimeangaliwa na kimefikiriwa kuliko hiki wanachokifikiria watu. Hao wote wanasema kwa nini Yanga mashabiki wameingiza bure kwenye mechi hii. Hao ni maadui ya Yanga, nasubiri Yanga itolewe ili azungumze moyoni kwao. Na sisi sio muda wetu huo saa hizi. Kwanza hata twende makundi. Mengine tutajadiliana baadaye. Elimu ya mashabiki kuja uwanjani tutapeana baadaye saa hizo. Sisi ndio timu yetu. Sasa kwa nini hao wanaosema Yanga nini nakwenda bure? Wanakuwa sio Yanga alafu wao ndio wanalalamika. Wao sana biashara hao waifanye. Sisi tumeamua Yanga iende makundi kwanza, hatutaki hela sasa hivi, tunataka makundi. Kuna hoja hapo? Kuna maana Simba tunaweza kuanzisha hoja. Kwa nini Yanga? Sisi ndio tumeamua kama Yanga mchezo wetu ndio bure. Na hiyo mechi na kwetu sisi. Ishaye kutokea ikaleta madhara, watu wakapita na geti. Hayo madhara yalitokea, gharama ilipa timu gani? Tunawazungumza juzi umetoka kulipa milioni 230. Hiyo milioni 230 alipa kama adhabu, mashabiki waliingia bure. Wao waliingiza shilingi ngapi pale kwenye mechi mpaka wameenda kulipa milioni 230 kama adhabu? Kwa hizo hasara zinapatikana kwenye mazingira mengi tu. Sio kwenye kuingiza tu watu bure. Simba ameingiza watu kwa fedha pale, matokeo yake akapigwa adhabu ya mechi moja,
na gharama milioni 230 wakalipa kafu. Hiyo mechi aliingiza mashabiki waliingiza shilingi ngapi? Tufanye waingiza 400 akata makato yote. Wanabaki na 200 pale. Kwa hiyo asante zinaweza kupatikana kwenye mazingira mengi tu. Hata Waarabu unaosikia wanalipa mahela huko, lakini hao ndo wanaongoza kupiga adhabu na kafu. Mpaka milioni 500 wanalipa. Ya Tanzania kafu. Watu wameanza kuwasha moto Yanga na wale nani wale. Na South Africa ule na South Africa na finali ile na USM Alger. Wamepigwa faini milioni 400 wale USM Alger, bingwa alikuwa nani kwenye msimu ule? USM Alger amechukua bingwa, lakini kwa hiyo adhabu na hizi asasi zinazozungumza zipo katika janja nyingi tu. Sisi tumeamua mchezo huu ni bure, tunaitaka makundi. Kama kuna mwana Simba mwenye hoja alete hoja hapa. Kwa sababu hata Mamelodi msimu anakwenda kuchukua bingwa mpaka nusu finali tu anaingia bure. Hiyo hoja inatoka wapi? Finali tu ameingia bure. Wamecheza mchezo wa finali kiingilio hakuna, ni free, wakaenda kuchukua bingwa Afrika. Huo msimu kuna mtoto wa Afrika alikuwa anazungumzia bure Mamelodi, walizungumza mafanikio ya Mamelodi. Sisi tumeona kwenye mazingira tuliokuwa nayo, tunahitaji mchezo tupate mashabiki wa Yanga full house. Na tunajua mazingira ya mashabiki wetu ni mashabiki ambao pia wazito kwenda uwanjani. Hatuwezi kuriziki tukasema tuahimize watu kuja uwanjani kwa siku zile zibakia 5 afu mchezo ni mgumu kwetu. Tumeamua uwe bure, watu kutoka Mbagara, kutoka Gongola Mboto, kutoka Tandika, kutoka Bunju, kokote kule Dar es Salaam na viunga vya karibu hapa. Waje kupiga kelele pale siku hiyo. Tunataka tuchukue milioni 250 kwanza, milioni 25 wa mama kwanza. Magoli 5. Alafu tuchukue nafasi ya kwenda hatua makundi. Mtu anayegura kwamba yale waweze kupigwa 5, yeye anajisabu ana timu kuliko wale na kashapigwa 5 na Yanga. Sasa hiyo je? Mimi nampiga 5 mpaka Simba sio wale tu Benjamin Mkapa. Kama kuna mwana Simba anabisha hapa sijafunga goli 5 nyoshe kidole. Siongee nyakati ambazo mtoto hajazaliwa mpaka sasa hivi anaenda dukani. Tuongee hapa tu. Kwa hiyo goli 5 tunawezekana. Hiyo unarudia kupiga Simba. Usha story. Wewe unaelewa? Yani Yanga hii ya Saidi unaoiona hii. Ishampiga mpaka Simba goli 5. Keshapiga Sarabu Stadi goli 4 pale Marabu. Mimi nakwambia haya naenda kuwafunga sio chini ya goli 5. Na wewe siku ya Jumapili Mungu akijalia au siku ya Jumatatu baada ya mechi ya Simba uamkie kwenye kijio hiki. Mimi nakwambia habari za ndani za Yanga ujue. Sio za kokota kote. Wale wametufunga sisi haimaanishi kwamba wale na timu bora kuliko sisi. Hiyo mtoto anajua mpira. Nataka nianzie hapo samani. Shida ilikuwa wapi kwenye mechi? Tulifungwa kwenye matokeo ya mchezo wa mpira, na hiki ndio kinachofanya watu wapende mpira. Mpira kuna siku unaweza ukafanya kile kinachohitajika uwanjani lakini ukapoteza mchezo. Hiyo ndio football. Mtu yote anayejua mchezo wa mpira kawaida zake hawezi kustuka. Kwa hiyo sisi tuna bahati kwa sababu tumepoteza mchezo ambao tuna nafasi ya kujiuliza. Na ndio maana unakuta kwenye michezo mingi ambayo inakuwa ngumi jiwe na ndio mchezo mmoja ile anashinda tu bingwa. Zipo timu nyingi ambazo sio bora zimeenda kuchukua ubingwa zidi ya timu bora. Timu bora wa timu gani? Ni PSG. Uliona zidi ya Chelsea kwenye finali? Na akafa vile vile. Hiyo ndio ngumi jiwe she. Ngumi jiwe haimaanishi wewe una performance gani. Naweza ikato, yani hiyo siku unafanya kila kitu. Sasa kutoa mfano Chelsea na Bayern Munich uko nyuma mbali sana, wengine labda walikuwa fuatilia mpira. Yani haijalishi wewe una ubora gani, ipo mechi unafanya kila kinachohitajika uwanjani lakini unapoteza. Kwa hiyo mchezo niambie kata sisi na wale nani katengeneza nafasi nyingi. Yanga tumetengeneza kila chance zaidi ya 3, tumekosa magoli. Wale wametengeneza kila chance moja goli. Unasemaje sasa? Unasema kama wale walikuwa bora kuliko sisi. Wale walipata matokeo kwa sababu kwenye ule mchezo tulikuwa hakuna kitu kingine cha kukiongeza sisi. Tulifanya kila kitu ambacho kinahitajika uwanjani. Kwa hiyo usitegemee tena Yanga itamka vile vile. Yanga ni timu kubwa, tukuchukua ubingwa mara 4 hapa bure tu. Waambie wana Simba hao. Tunaelewa kaka. Kwa hiyo kuna watu wamekazana. Wamejigeuza wao mchizivunga. Tutahamisha Mirembe siku ya taifa kwa tibu wote. Wao sio na wasiwasi. Na hii clip hiyo kama risiti. Yanga tunahamisha Mirembe siku hiyo pale. Sitageuka kwa madokta, tutakwenda kwa tibu machizi wote. Kwa sababu machizi sasa hivi sio wale, kuna machizi wengine wamejitokeza hapa Tanzania wanajitoa fahamu. Wao wanajisahau kama tumapiga mara 6 mfululizo kwenye ardhi hii. Na hizo zote zao za kurukaruka kama bisi kwenye kikaango, lakini wakija kucheza na Yanga Afrika wanajua anacheza na timu aina gani. Tumepiga mara 6 mfululizo. Kwa hiyo wewe unauliza wanyonge wangu ambao hata ingekuwa Yanga ikoje hawezi kukubali kama Yanga bora. Hawa wanachofanya sasa hivi ni komele mtu wangu. Unapigwa na jirani unaenda kumchukua mtu nyumba 3 aje kukupigia ile alikupiga. Kwa hiyo furaha na Simba sasa hivi ni kuona Yanga anapoteza dhidi ya timu nyingine kwa sababu hili jambo lao lishakuwa kama vile mlemavu kumpisha gorofa.
lishakuwa gumu sana la kutufunga sisi kwao. Kwa hiyo wanatafuta tu sehemu wote ambao Yanga atateleza, wao itumie kama nafasi ya kusema kile cha milioni kwao. Hawa bado na matatizo mengi kwenye timu yao, wasisaulishwe na Yanga kupoteza kwa mchizi vunga. Tunakwenda kumpiga Simba. Baada ya hapo mwezi wa 12 tunamsubiri mnyama hapo Benjamin Mkapa. Wala hatujasahau, sisi hatujawahi kusahau Simba kumfunga. Mwandani Tutakwenda hatua makundi, tutatetea ubingwa wa Tanzania na tutakwenda kumfunga tena mnyama mara 7 ili tutimize zile siku ambazo Mungu aliumba ulimwengu na vitu vyake katika wiki hiyo siku 7. Kwa hiyo wewe waache wafurahi, kwa sababu furaha za wana Simba sasa hivi ni kuona Yanga anakosa matokeo kwenye timu nyingine, sio tena wao kutufunga sisi. Kwa hiyo waache wafurahi katika hizo siku 5, lakini na kuhakikishia brother, Yanga haiwezi kuzuiliwa kwenda makundi na wale Simba. Siku 5 sasa hivi bado siku ngapi? Kutoka mchezo ule tuliocheza mpaka okay. Siku 5 hizo tumewapa za kufurahi. Okay. Kwa hiyo na kuhakikishie maana hawafurahi ushindi. Yanga tutakwenda makundi. Na tutakwenda kufanya vizuri Afrika. Wala sio na wasiwasi. Hilo hata wasio na shaka wana Yanga. Msimu huu Yanga tutabakia peke yetu kwenye mashindano ya Afrika. Wale wanasema City. Wanasimba jamani, mimi naambia City. Wao shida. Naambia mimi unasikia. Msimu huu Yanga sikapoteza. Kwenye makundi, kwenye kutafuta hatua makundi. Na kelele zimekuwa nyingi. Mimi nakuhakikishia brother, Yanga ndio timu ambayo itakayofika mbali zaidi msimu huu kwenye mashindano ya bingwa Afrika. Tunzeni hiyo jamani. Hiyo sio Tanzania tu, Kenya, Uganda, Malawi, yote Tanzania yote. Tutawakilisha sisi Afrika Mashariki kwenye klabu bingwa. Wewe si upo shehe. Muombe Mungu afya na uhai, kwa sababu kikosa kimoja hiko utakuwezi kuja hapa. Muombe Mungu vitu viwili hivyo. Basi. Kwa sababu mimi naamini wewe una akili timamu. Yaka sana nyingi. Na unatumia akili zako kwenye kutafakari. Yanga tumechukua makombe 12 katika misimu 4. Kwa hiyo historia ya Tanzania haijawahi kutokea. Timu yoyote ile, hata Mnyela United haijawahi kufanya hivyo. Sio hao wengine ambao tumezoea kuwafunga. Mimi nakwambia timu yoyote ya Tanzania haijawahi kuchukua makombe 12 kwenye misimu 4. Hao kuhesabie. Ndio kaosha sahau wewe. Umehesabiwe? Ligi kuu 4. Azam Federation ambayo ni FA 4. Na kwa ngapi hizo? 8. Na ngao za jamii 3, 2 naenda kumpiga mnyama anachukua. Zinakuwa mataji mangapi? Mataji 11 katika misimu 4 haijawahi kutokea kwenye ardhi ya Nyerere hii, labda ndio Zanzibar huko. Sijui mashindano ya Zanzibar yanachezwaje. Hata timu hiyo inakuwa sio timu bora. Hiyo ni timu bora. Hawa anamkuta Yanga ni kama anamkutaga Halali katika hatua za mwanzo hizi, unaweza kumuona kawaida, lakini baadaye anakwenda anabadilika. Kwa hiyo wana Yanga, twende tukaujaze uwanja, tusikize kelele za chura, twende tukaujaze uwanja. Hawa ni watu ambao hawawezi kutupenda sisi, kwa sababu sisi ndio timu ambayo tunaikosesha furaha Simba zaidi. Hiyo iko wazi. Wana Simba wengi ukiangalia furaha tunakosesha sisi, kwa sababu mwaka jana walifika finali kwenye Confederation, lakini sisi tunakosesha furaha. Tulimpiga Simba kwenye kuchukua ubingwa Tanzania, akatupa alama 3 kwenda kutangaza ubingwa. Kwa hiyo automatic tu Simba hawezi kutupenda sisi. Simba anataka kutengeneza mazingira ambayo sisi tutatolewa ili apate furaha, kwa sababu hana furaha nyingine zaidi ya hiyo. Hawezi kutunyang'anya ubingwa wa Tanzania, hawezi kutunyang'anya Azam Federation ambayo CRDB sasa hivi. Hawezi kutunyang'anya ngao jamii, hawezi kutufunga achukua alama 3. Kwa hiyo tunaacha furahi, lakini siku ya Jumamosi itakuwa ni siku ya mwisho kufurahi, na baada ya hapo nakwambia brother, sitaki kuambia mwalimu anakuja nani, kwa sababu mimi nazungumza na viongozi wa Yanga, mimi sizungumza habari za juu. Siku ya Alhamisi au kesho juma ngapi? Kesho Alhamisi. Kesho ama kesho kutwa tunaweza tukatangaza mwalimu, lakini mwalimu huyo hata simama kwenye benchi la ufundi la Yanga Afrika. Huu mchezo haumhitaji mkufunzi yoyote kwenda kubadilisha Yanga. Mchezo huu unahitaji wachezaji wa Yanga na mashabiki wa Yanga kwenda kuivusha Yanga kwenda makundi. Ndio maana hata viongozi mechi hii wameikabidhi kwa mashabiki. Unaposikia kiongozi wa matawi amekwenda kuomba kwamba Yanga mashabiki waingie bure, maana yake kiongozi wa matawi anabeba taswira nzima wanachama wa Yanga Tanzania mzima. Baada ya hapo huyu kiongozi wa matawi hawa wanachama wanapata kupitia wapi? Kwenda matawi wanapata kupitia mashabiki. Maana yake yeye Saidi ametukabidhi mashabiki wa Yanga mchezo huu na wachezaji tukaivusha Yanga. Tukitolewa hatuta kwa laumu viongozi, maana yake mchezo huu tulishaona Roman Folz Yanga alifikisha hatua gani. Roman Folz kaacha Yanga kwenye sehemu ambayo hata wana Yanga wenyewe hawaamini kama hii ndio Yanga yetu. Tumemalizana msimu, hiyo liko wazi. Kwa hiyo sasa hivi hatuna nafasi ya kutengeneza timu nyingine, lakini kinachohitajika ni kina Ibra Baka kwenda kuongeza juhudi uwanjani na mashabiki kwenda kushangilia, tuvuke makundi. Tukishangilia makundi ndio tutaanza kuambiana kwa mpira biashara, tutaanza kuambiana kama Roman Folz sisi alikuwa anatupoteza. Sasa hivi hatuna muda huo. Sasa hivi wana Yanga wote Tanzania kama kwa tunaipenda Yanga, lengo inabidi liwe hili, ni kuwaunga mkono viongozi.
Hata akisema tusile siku moja kwa ajili ya kufunga sunna, tukafunge tukaingia makundi, unafunga kama kweli maana Yanga. Sio kuongea bla bla kwamba nini si mpira biashara kwenye kitu gani? Tanzania bado hatuna mpira kwa faida. Kila siku kwa mabosi hawa wanaingiza chaji na hela ndio tajiri wao wanaongoza kusema anapata hasara. Hiyo faida inaingiza wapi? Kama kweli wao ndio wanapata hela, wanapata faida. Kila siku tajiri anatoka mbele anasema anapata hasara. Hiyo faida inaenda wapi? Anakwenda kutafuta pesa kulipa deni, sasa tuna deni kafu. Wacha kusanya hela akalipa deni kafu, akalipe deni kafu ambalo anashasha moto pale. Ujumbe wangu tu kwa mashabiki wa Yanga, twende tukashangilie, tusende kufanya mambo ambayo baadaye yataharibu taswira klabu yetu kafu na atafanya timu yetu ipate adhabu, kwa sababu hizi pesa zinazotoka maana yake ni pesa za Yanga. Hatoi helisi mfukoni wala hatoi alikamu mfukoni. Kwa hiyo twende tukashangilie, tukaivushe timu yetu. Baada ya hapo ndio turudi hapa kwenye meza kufanya mjadala mingine. Hao wanajadiliana nao tayari wao. Ukiangalia mechi yao itakuwa shakwisha, wanakwenda kuhitimisha. Sisi tumepoteza mchezo, hatuna haja ya kuangalia Fana anafanya nini kwenye kipi. Sio wakati wa kuiga huu. Huu ni wakati wa Yanga kutengeneza structure yoyote ambayo tunaona hii inatufaa kwenda kufuzu makundi, tukafuzu makundi, mambo mengine tutakuja kuzungumzia baadaye. Sasa hivi wewe unataka maonaambo bana, sikiliza bana. Hiyo mechi tunataka umache mkeo siku 3 usimguse. Acha maana Yanga. Kwa sababu hii furaha itabakia muda mrefu, mkeo si yupo tu. Lazima tuzungumze ukweli. Tuzungumze ukweli. Hii sio kata mjadala kusema kila mtu anafikiria nini. Mimi nina mambo kibao kwenye kichwa. Lakini sasa hivi kwanza ni Yanga, mwingine baadaye. You are watching Metro Media TZ. Usisahau kusubscribe, comment na kulike.